Haleluya, haleluya. Kila ifikapo tarehe 24 ya mwezi Disemba hufanyika mkesha wa kukumbuka kuzaliwa kwa Mwokozi Yesu Kristo zaidi ya miaka 2000 iliyopita. Ni kipindi ambacho waumini wa dini ya Kikristo kokote duniani hukumbuka tukio hili muhimu sana, na ni sherehe kubwa sana, ni sherehe ya kuzaliwa kwa mtoto. Malaika Gabrieli alikwenda kumpasha habari njema Bikira Maria na kumjulisha kwamba atazaa mtoto mwanaume ambaye naye atakuwa ni mfalme wa dunia. Sio mwingine, ni Yesu Kristo. Nimewalika hapa wachungaji Nelson Akech kutoka Jumuiya ya Kikristo Tanzania CCT pamoja na mchungaji Jackson Mbaluku, wote wa Jumuiya hii ya Kikristo Tanzania CCT. Nini hasa maana ya hii Christmas? Tunavyozungumzia kuhusu Christmas ambayo ni kuzaliwa kwa Yesu Kristo, ni kitu gani hiki? Tunamaanisha nini? Na kuna sababu gani ya kuweza kuadhimisha katika njia ambayo tunayadhimisha kwa sherehe, kuvaa vizuri, kupendeza na kadhalika na kadhalika? Nianze na mchungaji Akechi. Maana ya Christmas, maana yake ni jambo jema sana. Ni neno ambalo linatakiwa kwanza ufafanuzi. Watu wamepotosha maana ya Christmas. Maana halisi ni kukumbuka kuzaliwa mkombozi wa ulimwengu ambaye ni mfalme wa dunia. Marais wa dunia wana mipaka yao, lakini yeye ni mfalme wa dunia. Na maana yake kiroho ni kwamba alikuja akazaliwa ili tupate ukombozi, tuwe na uhusiano na Mungu. Kwa sababu Biblia inasema kwamba sote tulipotea, tulitenda dhambi na tulikuwa tumepungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa hiyo yeye kusudi kwa alizaliwa ili watu wawe na uhusiano na Mungu. Kwa hiyo maana halisi tunaposherehekea siku ni kwamba tukumbuke kuzaliwa kwake mkombozi ambaye amepatanisha watu na Mungu. Amepatanisha watu na Mungu. Yani ameleta mahusiano mapya. Sasa watu wanapoisherehekea sasa hivi, ukiona vitu vinavyofanyika katika siku hii ni tofauti. Watu wanakunywa, wanapigana, watu wanaangalia mavazi, chakula, vinywaji mbalimbali. Sio vibaya vitu hivyo, lakini kila jambo ifanyike kwa utukufu wa Mungu. Ina maana haya afanyike kwa utukufu wa Mungu. Mchungaji Mbaluku? Hapana, yale yanakwenda kinyume na mapenzi ya Mungu au maadili ya jamii. Kwa kweli mtangazaji, haya na utukufu wa Mungu. Kwa sababu yamekwenda kinyume na maadili ya jamii na utukufu wa Mungu. Mtoto huyu amezaliwa katika hori la ng'ombe. Huyu mtoto kazaliwa katika mazingira duni. Ndio. Huyu mtoto amezaliwa katika maeneo ya kifukara sana. Lakini kilichoshangaza ni kwamba huyu mtoto watu walikwenda, mamajusi ndio walikwenda, walitoa zawadi mbalimbali, walitoa manemane, walitoa ubani, walitoa uvumba, vitu vya thamani sana. Inatupa picha gani? Inaashiria nini hasa? Asante ndugu mtangazaji. Hii maana ya kuzaliwa katika sehemu, katika hori la ng'ombe, kiumaskini, si kwamba Yesu kwamba alikuwa maskini au alikuwa hana uwezo wa kukaa katika sehemu nzuri. Lakini maandiko yanatuambia kwamba alikwenda katika ile nyumba ya kulala wageni, aweze kupata nafasi, yule mama Mariamu aweze kujifungua pale. Lakini alikuta nafasi imejaa. Kama kwenye nyumba ya kulala wageni nasema kwamba nafasi zimejaa. Kwa sababu nafasi zimejaa, basi ikabidi atafute sehemu baada ya kuweza yule mama apate kujifungua. Na nini maana ya pale kwamba nafasi kwa zimejaa? Maana yake pale sasa walikuwa watu, yale matendo kama tulivyosema, yale mabaya sio mpendeza Mungu, yalikuwa yamejaa katika ile nyumba. Basi akatafuta sehemu ambayo yenye utulivu, Yesu akapata kuzaliwa pale. Na kama vile inavyosema katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 11-12, alikwenda kwa walio wake, wale walio wake hawakumpokea. Mstari wa 12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Mpaka leo bado tuna watu wanaofanana na hao. Kuna watu wanaofanana nao. Mimi pale ulipouliza swali ningesema kwamba kwa sababu alitajwa mfalme. Mfalme aongozi
matajiri tu, watu wenye heshima tu. Ndio maana unaona amezaliwa katika sehemu ambayo ni hali ya kawaida. Lakini alipokuwa anapelekewa zawadi, waliokwenda hawakuwa watu wa kawaida. Kwa hiyo maana yake ni mfalme wa wote, watu wenye uwezo na wasio na uwezo. Na kama ulivyouliza swali pili ni kwamba pale alipokuwa anataka kuzaliwa pale, kwa nini alikwepa akazaliwa kwenye sehemu ya kawaida? Unavyojua tafsiri ya sehemu ya kulala wageni wako za aina mbalimbali. Kuna wageni ambao wana heshima zao, wanamcha Mungu, na wasio mcha Mungu. Lakini Yesu akatengwa, akazaliwa sehemu ya kawaida, sehemu ambayo mtu hawezi akatenda kitu chochote dhambi, sehemu ambayo utarajii kutenda kitu chochote dhambi. Kwa hiyo alizaliwa sehemu ambayo ni ukiona kimwili ni pachafu, lakini kiroho ni sehemu ambayo huwezi ukatenda dhambi. Ni maana yake. Ndio maana yake. Sawa sawa. Tunapotazama, tunaposherehekea sikukuu ya Christmas kila mwaka, tunapata hasa kufahamu kwamba ni kipi cha kipekee cha kutufanya kwamba sisi tushereheke. Ni kipi cha kipekee cha kufanya kwamba hakika Mwokozi kazaliwa. Ni kipi cha kipekee zaidi cha kusema kwamba kwa kweli kuna kila sababu ya kusherehekea katika hili? Kwa sababu kama mlivyosema kwamba watu tumekuwa tukitumia hasa katika maana tofauti. Unakuta naenda kwenye starehe siku hiyo. Unakuta naenda kama ndio kunywa kupindukia. Na matendo mengine kadha wa kadha ambayo hayampendezi Mwenyezi Mungu pia. Ni kipi cha kipekee ambacho nadhani kwamba tunajifunza katika maisha ya Kristo mzaliwa? Kitu cha kipekee ambacho tungejifunza katika kuzaliwa kwake Kristo ni kufanya mapenzi ya Mungu. Yaani kitu cha kipekee ni kwamba siku hii ambayo ni leo tunakumbuka alizaliwa, tungefanya mapenzi ya Mungu. Tungemshukuru Mungu tukikumbuka wema na fadhili zake, neema yake. Wenzetu wengi, wengine wamepoteza maisha, wengine viungo vyao, ajali na mambo mengi. Lakini mimi Januari mpaka leo nasherehekea sikukuu ya kuzaliwa kwake, nakumbuka sikukuu ya kuzaliwa kwake Kristo. Ningekumbuka fadhili zake Mungu juu yangu, kwamba Mungu amenijalia neema, bado ninahusiana naye. Na kila mmoja angefanya hivyo, kwamba tumebakiza siku chache tunafika mwaka mpya, lakini tunafika tukiwa bado majina yetu yameandikwa kwenye kitabu cha uzima, tukifanya mapenzi ya Mungu. Si hayo tunayoyaona. Ndio maana mimi huwa mara nyingi nawaambia watu kwamba, ndugu mtangazaji, kwamba dunia imechanganya watu kwa sikukuu mbili tofauti. Christmas na Xmas. Christmas ni sikukuu pamoja na Yesu. Mtu ana uhusiano na Mungu, mke wake, yani ana tabia njema, maadili mema. Lakini Xmas ndio sikukuu pasipo Yesu. Ndio watu wanachanganya sasa. Unaona kuna pombe, mtu anakwenda na mke wa mtu, zinaa, uwizi, utafili, mambo mengi. Kwa hiyo unaona watu hawatofautishi kwamba hii Xmas watu hawafuatilii. Maana yake nini? Ndio maana unaona sasa hivi watu wote kuna wengine wanasindikiza wale waliookoka kusherehekea sikukuu ya Bwana wao, kwa sababu Yesu ni Bwana wa wote. Lakini ukiwa mtenda dhambi utakuwa wa kwake kama umetubu na kumkiri kama Bwana mwokozi wa maisha yako. Lakini wengine ni wasindikizaji, ambao kitu ambacho ni maana sana wakumbuke kwamba Christmas ndio sikukuu yao, sikukuu pamoja na Yesu. Lakini wengi wanasherehekea Xmas, sikukuu pasipo Yesu, ambao unaweza ukafanya jambo lolote. Wengine jana walikaa baa mpaka saa 6. Hiyo ni Xmas. Sawa sawa. Tunapotazama kuhusu sikukuu ya Christmas, Yesu Kristo mwenyewe anatueleza au anatuasa katika sherehe hizi kwamba ni sherehe za kupendana, ni sherehe za kusaidiana, ni sherehe za kushirikiana. Lakini hivi leo tunaadhimisha, wako watu ambao hatuongei pamoja, wako watu ambao mimi nimekuwa fitina wa kuwafitini wao, mimi nimekuwa wakati mwingine ni sababu labda ya kuharibu maisha yao. Tumekuwa na roho ambazo mbaya zaidi, tofauti na maandiko haya. Tumekuwa na roho kama za Herode. Herode ambaye alitoa agizo kwamba popote pale watakapokamatwa watoto wa kiume wauawe. Sasa tunapata picha namna gani katika vitu kama hivi? Matendo yetu yanalingana na Christmas tunayoadhimisha, au yanalingana labda kama matendo ya Herode, kama maamuzi ya Herode alikuwa anayatoa zaidi? Asante ndugu mtangazaji. Asante kwa sababu nakuona wewe una element ya kitumishi, kwa sababu unalijua neno. Kwanza nieleze kwa ufupi maana ya Christmas. Neno Christmas
kwa ufupi limetokana na neno la Kiingereza Christ, maana yake, au Kigiriki, asili yake Kigiriki Christos, Christ, maana yake Kristo. Alafu mass maana yake ni kusanyiko au kusanyiko la ibada. Kwa hiyo Christmas ilikuwa ni kusanyiko la ibada la kumwabudu Mungu wa kweli, Yesu Kristo aliyezaliwa, aliletwa hapa ulimwenguni kwa ajili ya kutokoa sisi wanadamu. Uje kabla ya pale kabla Yesu Kristo hajaja kulikuwa na ibada za kipagani. Hivyo watu walikuwa wanaabudu, wanasherehekea sikukuu ya kuzaliwa kipagani. Hata katika kipindi cha dola ya Rumi watu walimwabudu Mungu jua katika siku hiyo ya tarehe 25. Lakini naweza kwa ufupi, ili siku nyingine naweza nikaeleza zaidi. Kwa hiyo baada ya kuzaliwa Yesu Kristo alikuja kuzima au kufunga zile sherehe za kipagani ambazo ilikuwa ni sherehe za kuzaliwa Mungu wao ambaye alikuwa ni jua. Walimwabudu, wakamtolea sadaka, wakafurahi, wakalewa, wakanywa. Lakini kuzaliwa kwa Yesu Kristo anakuwa ni mkombozi, anabatilisha, anafuta yale matendo mabaya. Ndio maana sasa mtu ambaye ni wa kweli, ambaye amempokea Yesu Kristo, amezaliwa katika moyo wake, lazima awe na matendo mazuri, mema, ya upendo, ya ushirikiano, akitoa zawadi kama ana uwezo awasaidie hata wale wengine walio chini ambao hawana uwezo. Lakini kwenda kinyume na pale, kutumia mali au fedha vibaya, ni kwenda kinyume na Christmas, kwenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Maana Yesu Kristo alikuwa ni nuru ambayo iliyong'aa gizani, wala giza haikuweza kushindana na ile nuru, kwa sababu nuru ilikuwa ni kubwa. Kwa hiyo Wakristo au watu wote wa Tanzania na wananchi na ulimwengu kwa jumla wanatakiwa wawe na matendo mema, washirikiane, wagawiane chakula, vinywaji, lakini sio kwenda kinyume na pale. Sio kwenda kinyume na pale. Yeah. Mchungaji Akechi, pia katika swali kama linalofanana na hilo pia, familia nyingi zimejeruhika tunapozungumza. Familia nyingi katika kipindi cha mwaka, miezi kadhaa, zimejeruhika. Mama anaishi maisha ya mateso, baba anaishi maisha ya mateso, watoto wanaishi maisha ya mateso. Christmas ambayo ni sikukuu ya familia, ni sikukuu ya furaha, mtoto kazaliwa, inaweza kuwaponya ya majeraha hayo. Inaweza ikawaponya kama watamruhusu azaliwe ndani ya mioyo yao. Kwa sababu Biblia inasema kwamba wote waliompokea aliwapa uwezo kuwa wana wa Mungu. Kuna kumpokea Yesu. Wengine wamefika makanisani au kufika kwa wachungaji. Unajua kuna tofauti ya kumfikia Yesu. Unaweza, mimi ni mchungaji, naongoza watu. Wengine wamekuja, wamefika kwangu wakanisikiliza, au wamefika kanisani kwangu, hawajamfikia huyu Yesu. Aliyemfikia huyu Yesu kwenye sikukuu ya Christmas, jambo la kwanza, atakuwa na uhusiano na Mungu. Jambo la pili, ataheshimu ndoa yake. Hizo ni kanuni. Watu wengi wataenda jehanamu hasa kuhusu swala la ndoa. Kwa sababu kanisa la kweli huanzia nyumbani, kwanza moyoni mwako, alafu nyumbani. Sasa wale ambao wanasherehekea Christmas wa kweli kweli na wale ambao mume ambaye atampenda mke wake, au mke ambaye atampenda mume wake, au kama kuna tatizo, Bwana wetu huyu pale msalabani alisema wasame. Mama yule ambaye mwaka huu 2016 atasherehekea Christmas ya kweli ni yule ambaye amemsamehe mume wake aliyemkosea, au ni mume aliyemsamehe mke wake aliyemkosea, au watoto wake. Kwa hiyo kama familia kuna amani, wanaenda kumwabudu Mungu na kumtukuza, hiyo ndio Christmas. Lakini kama una chuki, umekwaza, umeudhi, jana ulirudi nyumbani saa 8 saa 9, umekwaza, yani ni Xmas kama nilivyosema. Kwa hiyo mwaka 2016 inatakiwa wamruhusu Kristo azaliwe ndani ya mioyo yao, wasimkane. Kwa sababu nilikuwa naangalia mimi na Biblia, sisi wachungaji tutatembelea Biblia. Tito alisema, Paulo alimwandikia kijana wake Tito, neno ambalo maana tutasoma haraka sura ya kwanza ya kitabu cha Tito mstari wa 15 mpaka 16. Biblia inasema vitu vyote ni safi kwa walio safi. Vitu vyote ni safi kwa walio safi, lakini hakuna kilicho safi kwa walio najisi, wasiamini, bali kwa akili zao zimetiwa najisi. Yani kwa matendo yao wanamkana Kristo. Kwa hiyo ukiona matendo yako ni ya chuki, ugomvi, ulevi, zinaa na mambo mengine kama hayo,
hata ukivaa suti kwamba unasherehekea Christmas, unasindikiza wale wanaosherehekea. Anayesherehekea Christmas ni yule ambaye ana amani nyumbani kwake, moyoni mwake, kwa jamii na kwa taifa. Na ni yule ambaye anaweza akatoa msaada, kwa sababu huyu Yesu baada ya kuzaliwa kwake, unaona alitoa huduma kwa jamii. Aliponya watu, aliwapa watu chakula, aliwahurumia walioonewa. Kwa hiyo yoyote yule anayesherehekea Christmas, Mungu amekuja leo na kazi au na nafasi, ni huruma. Sasa hivi hata mkuu wa nchi aonyeshe huruma kwa taifa lake, aonyeshe msamaha kwa taifa lake, aonyeshe upendo kwa taifa lake. Kila mmoja kwenye familia, kwenye nchi, kwenye mkoa wako, wilaya yako na nchi yako. Kwa sababu mfalme huyu ni wa amani. Sawa, mfalme wa amani amezaliwa, mtoto Yesu. Tutakuja pia tuone kwamba je, ni upi sasa wajibu wa familia pia, kwamba tunaenda kanisani asubuhi hii, tumeenda kanisani, siku nyingi huwa hatuendi kanisani wengine, lakini siku ya sikukuu na mimi naoga siku hiyo, tunaenda kanisani. Lakini je, ndio imetosha? Nikisharejea nasubiri tena mpaka Christmas nyingine? Tutakuja kuona haya hivi punde. Tuangalie katika upande wa habari za